Mifuko mingapi ya saruji inahitajika kwa mita kubiki moja? Kwa wale msiolijua, jibu sahihi liko hapa. Sasa ninapozungumzia neno saruji ni neno la Kiswahili na neno la Kiingereza inaitwa sementi. Kwa Kiingereza ni sementi. Kwa hiyo unaposikia nimetamka neno saruji, basi tambua kwanza nimetambua neno simenti. Utangulizi. Watu wengi kwenye ujenzi huuliza swali moja muhimu sana. Mita moja ya ujazo wa zege inahitaji mifuko mingapi ya saruji? Mita moja ya ujazo ikimaanisha mita kubiki. Mita kubiki. Wengi husikia, wengine hutumia makadirio, lakini leo nitakuonyesha hesabu halisi ya kitaalamu inayotumika kwenye uhandisi wa ujenzi. Ukweli wa msingi. Saruji huuzwa kwenye mifuko ya kilo 50. Ujazo wa saruji ndani ya mfuko mmoja wa kilo 50 ni 0.0345 mita kubiki. Na uzito wa saruji dizent ni 1442 mita kubiki, kilogramu za mita kubiki. Hatua ya kwanza kujua mifuko kwenye tani moja. Tani moja ni kilo 1000. Hivyo utachukua 1000 gawanya kwa 50. Sawa sawa na mifuko 20 ya sementi. Kwa hiyo tani moja ya saruji ni sawa sawa na mifuko 20. Hatua ya pili kujua mifuko kwenye mita kubiki moja. Kama mfuko mmoja una ujazo wa 0.0345 mita kubiki. Hapa nirudie kidogo kwa Kiswahili. Kama mfuko mmoja una ujazo wa 0.0345 mita kubiki, ili kupata mita kubiki moja tunafanya hivi. Unachukua moja utaigawanya kwa 0.0345 sawa sawa na 28.985 ni sawa sawa na mifuko 29. Kwa nini? Tumepata mifuko 28.98. Sasa hatuna mfuko uliozidi kwenye robo tatu. Kwa hiyo kwa sababu kanako feeling kidogo tu nyuzi kadogo, basi tunakakamilisha kuwa mfuko mzima, na ndio maana kutoka kwenye 28 tunapata mfuko 29. Hivyo mita kubiki moja ya saruji sawa na mifuko 29. Hatua ya mwisho kubadilisha kuwa tani. Tayari tunajua mifuko 20 ni sawa sawa na tani moja. Hivyo 29 utagawanya kwa 20 ni sawa sawa na tani 1.45. Jibu sahihi la kitaalamu, mita moja ya ujazo. Hii mita moja ya ujazo nimesema ni mita kubiki moja ya saruji ni sawa na tani 1.45 au mifuko 29 ya saruji ya kilo 50. Hii ndiyo hesabu inayotumika kwenye uhandisi wa ujenzi, sio makadirio. Uhandisi na injinia Kiingereza, uhandisi Kiswahili. Hitimisho. Ukijua hesabu hii huwezi kudanganywa kwenye manunuzi ya saruji. Unapima zege kwa usahihi. Unadhibiti gharama za ujenzi kitaalamu. Maarifa haya ndiyo yanayotofautisha fundi wa kawaida na fundi mtaalamu wa ujenzi. Hapo ndio nimemaliza kabisa. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga ndoto zako kuwa halisi. Ili uweze kuendelea kupata elimu zaidi na zaidi, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Pia ukitaka kuwasiliana na mimi, namba yangu ni hiyo hapo 0712937090. Hii ni namba ya simu ya mkononi ya kawaida, na namba ya WhatsApp ni 0765937090. Kama hujanisikia vizuri, ziangalie hizo namba zinazopita hapo chini. Pia unaweza kufanya kazi na mimi kama vile tunachora ramani za nyumba aina zote, tunajenga nyumba za aina zote, tunapaua nyumba za aina zote, tunapiga plaster, tuna skim na kupaka rangi. Pia tunamaliza
kwa kufunga gypsum board, na tunamalizia kabisa na tiles, wengi huita marumaru. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu nyingine zaidi na zaidi.